Kwa tunaamini kabisa hapa wanakuja kuchezea goli nyingi na tunapata matokeo kwa kishindo, lakini jambo la sisi mashabiki kwenda katika Coco Beach pale kuhakikisha kwamba tunaenda kwa sababu pale sasa sio sasa kuisupport, pale tunaenda kwa ajili ya burudani, tukashuhudie pasi. Umeona bwana, yani sasa hivi ni kwamba kama kikitokea chochote furaha yetu inabidi tuende majini. Sasa yani namshauri Ahmed bwana, tuvae jezi na baadhi ya nguo ambazo zinaweza zikaogea ama vipi? Yani iwe hivyo kwa sababu ni burudani, siku ambayo ni siku ya raha, siku yani unaona leo hakuna shamla, hakuna watu, yani kama hakukufanyika kitu, kama hakuna kitu kinachoenda kufanyika. Maana kwamba Simba kesho tutatuona namna jinsi, unaona ukumbi mzima hapa kuna watu wa Yanga kibao, lakini unaona jezi ya Yanga. Jezi ya Yanga ni moja afu haieleweki rangi. Lakini sisi tuko hapa wana ubaya season 2. Tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba kesho bwana, yani ninapokuambia kesho goli la kwanza watu wanaruka kwenye bahari. Wakitoka yani itakuwa ni shamla shangwe na vigelegele. Wana Simba tujae kuyumba kwenye shughuli hizi. Sisi tunasema kwamba kwanza kwenye upande wa hamasa kuelekea jambo hili la kusupport Simba kwa ajili ya kuichangia fedha. Na hii ni sisi wana Simba wenyewe tumehitaji, na bila shaka ni waambie wanafamilia wote wa Simba kwamba hili ni jambo letu sote. Tuhakikisha kwamba tunaiunga Simba yetu mkono katika hali yote ile, machungu, majozi, tuwe tuna furaha ya kupitiliza, kwa sababu kuna wakati sasa hivi tunaenda kwenye furaha ya kupitiliza. Kwa sababu tunashuhudia Simba ikiwa kwenye klabu bingwa, Simba ikiwa kwenye ligi kuu, huku tayari tumekwisha jivunia pointi 3 na magoli 3. Tuna maana kwamba Simba yetu bado ina kitu ambacho inaenda kukifanya kwa ajili ya mashabiki na wanachama pia. Kwanza sisi kama mashabiki wa Simba kwa upande wa jambo kama hili hapa leo tufikia, na sisi haikuwa katika picha nzuri sana, na sisi tumelipokea kwa namna jinsi ambavyo lilivyokuja. Lakini hivi sasa Simba ni klabu kubwa, unajua ni tofauti na baadhi ya wadau ambao wamekuwa wakifuatilia Simba kwa namna moja ama nyingine, kwa jicho jingine. Simba ni namba 5 Afrika kwa ubora. Sasa unapokuwa unaizungumzia Simba kwa Afrika, wanajua ni klabu ambayo ni tajiri, ni klabu ambayo imesimama kwa kila jambo. Kwa sisi kama mashabiki wa Simba huwa tunaupokea ukubwa. Ukija kwenye habari ya kuchangia klabu yetu, sisi sio jambo geni. Tulishafanya hivyo na tunafanya hivyo toka kipindi kile Baba Gonzalez aliwahi kusema tukachangie ukuta, tulifanya hivyo. Tukaja kwenye mashindano kati ya Simba na Yanga kwenye upande wa Azam ule kipindi kile, watu wakati ya pesa, Simba tukawa vinara, mpaka kuna baadhi ya wadau wakaona ngoja sisi tukae kwanza pembeni kwa sababu hii ni aibu. Simba tulikuwa tunafanya jambo letu sisi, kutia hela sio kitu cha ajabu. Na ndio maana unaona sasa hivi mimi mwenyewe muamala unasoma mpaka sasa hivi nimeshachangia zaidi ya milioni 1. Shatia zaidi ya milioni 1 hapa. Ya kwanza jana ni baada ya Ahmed kuzungumza, nikaona nitie kwanza laki, na asubuhi leo nimeamka mapema nimetia kidogo kama 200, na mida KDC kwa sababu tuna mashindano. Unajua familia ya Kibeki cha Makombe tunakuwa na mashindano. Mpaka sasa hivi nakwambia tumekwisha tia zaidi ya milioni 1. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tumelipokea na tunaweza tukafanya hivyo. Na ndio maana unaona kabisa hii ubaya season 2 katika hili jambo hili sisi tumeshalimaliza. Na ndio maana tunaweza tukasema kwamba Simba, unajua kuna baadhi ya vilabu wakisikia Simba imefanywa kitu fulani huenda wao wakawa wanafurahia, lakini hii inaenda na kurudi. Kuna siku itawakuta wengine wao, na kwenye mambo ya fedha wao labda watafutie supu, lakini kwenye mambo ya fedha wao bwana wewe hapo, yani na hisi watamwachia mtu fulani. Lakini kwa upande wa Simba jambo letu wote tunalichukua wenyewe, na sisi ndio tumesema leteni tulichangishie sisi tutachangisha, tutatoa fedha yoyote kiasi chochote. Yani kafu kama wakisema hiyo haitoshi waongeze nyingine, sisi tunatoa. Tuko vizuri mashabiki wa Simba katika jambo la kutoa fedha, tuko vizuri na ni kujitoa kwa ajili ya klabu yetu. Na ndio maana klabu yetu unaona vyovyote tunavyokuwa tumepitia labda katika mazingira magumu, hali ngumu, matokeo magumu, lakini tunakuja na kitu kinachoitwa nguvu moja,
tunakaa kwa pamoja, tunaunganisha nguvu, tunahakikisha kwamba tunaisupport Simba yetu pindi linapokuwa linatokea jambo kwa ajili ya kusupport. Ndio maana unaona mikoani tunakwenda, sijui imeenda nje, inabidi tu support Simba yetu, tunakwenda sijui hapa ndani ya Dar es Salaam, popote ilipo Simba na sisi tupo. Kwa maana yake sisi wana Simba huwa tuna umoja wa nguvu moja, na ndio maana unaona ile jambo linakwenda, na unaona namna jinsi ambavyo watu wanazidi kuchangia. Ni maana yake kwamba watu wamejitoa, watu wanajitolea, na nakwambia kuna watu wanauza mbuzi huko vijijini huko ili waichangie Simba hao. Kuna watu wanauza kuku, kuna watu wanatoa vitu. Wengine kuna jamaa mmoja yuko Sumbawanga hapa, ameuza nyumba juzi, amechangia Simba yake, anatoa zaidi ya milioni 50 anatia kwenye Simba yake kutokana na hii fine. Kwa hiyo naamini kabisa ili kwa swala la Simba hili tumekwisha limaliza. Bana, lakini kwenye hiki ambacho Simba tunajifanya kwa namna ambavyo tumezoea kufanya, lakini kuna watu pembeni ambao ama wadau wengine wanabeba, wanasema kwamba wao klabu ina vyanzo vya mapato, ina uongozi, kwa nini viongozi wasifanye, na wanawabebesha mzigo mashabiki. Awali nimekuambia kwamba sisi ndio tumeomba ile jambo. Tunajua klabu ina tajiri namba 1 Afrika, kijana mdogo hivi, umeshaelewa, ndio mdogo katika bara la Afrika. Tajiri Mo ndio mdogo na ndio mwenye fedha nyingi. Ukija kwenye ubora wa klabu yetu, ukija kwenye utajiri wa rasilimali ambazo tunazo, naamini kabisa kwa haya ambayo yanaendelea ndio sisi tumeyataka. Sisi ndio tumefanya hizo fujo zote, sisi ndio tunafanya, na linapotokea jambo la klabu sisi mashabiki ndio tunataka tuwe wa kwanza kabisa kufanya. Naamini kabisa kama klabu ilikuwa ina uwezo wa kufanya hivyo, kwa sababu tuna watu, tuna kina Jeruti, umeshaelewa, wana fedha, wana mambo makubwa wanataka kuyafanyia Simba, lakini tunawaomba katika hili wakae pembeni kidogo, sisi tutoe 100-200. Na ndio maana ukiona Simba inafanya vizuri tunafurahi sote, ikiwa inafanya vibaya tunaumia sote. Maana yake sisi ni nguvu moja, ndio maana tumeliomba hili swala, na hili swala limekwishaisha mpaka hivi sasa. Mwamko ni mkubwa sana. Tunaona mashabiki wa Simba hivi sasa katika hili jambo, yule ambaye anahakika kabisa kwamba mimi naumia kwa ajili ya Simba yangu, anafanya kwa ajili ya Simba yake, na ndio huu ni ubaya season 2. Na unaona tunaishi nao ubaya season 2. Yes, hali kwenye hili la faini limeendana na adhabu ya kufungiwa mashabiki kutohudhuria mchezo mmoja wa bingwa, kwa maana ambao kwa chini ya kafu. Mchezo wenyewe ni wa Jumapili dhidi ya Gaborone United, mchezo wa marudiano. Kuna mchezaji Simba aliandaa eneo maalum kama ambavyo alishafanya msimu uliopita kwenda kushuhudia mchezo huu. Mashabiki kutokupata nafasi kwenda uwanjani haijia sababu ya mashabiki kutokusanyika kuishuhudia Simba yao. Eneo lilikuwa ni Temeke Mbeya, lakini hatimaye imehamishwa kuelekea Coco Beach Dar es Salaam. Ndio Tazama Simba huku upepo wa bahari. Naam. Bwana, kwanza ile jambo sisi yani huko alikolipeleka ndio mahala ambao ni ususia, wanasema wenyewe wa Arabu, yani ndio sehemu ambayo tulihitaji zaidi. Pale Coco Beach kuna vitu vingi sana. Uzuri eneo hili la Mwenge kuelekea Coco Beach wote mashabiki wa Simba ni wengi na wanajua, na ni sehemu ambayo ni starehe. Mpira ni starehe, moja ya starehe moja ni hii ambayo tunaenda kuishuhudia kesho. Na naamini kabisa kwa muitikio wa mashabiki wa Simba pale patajaa zaidi, kwa sababu wana Simba wanapenda kushuhudia Simba yao. Hivi sasa kuna ule muunganiko ambao tunaujua hivi sasa, wana Simba wengi wamekuwa kitu kimoja. Kutokana na tofauti ambazo zilijitokeza hapo katikati, watu wengi tumerudi katika matawi yetu, tumerudi katika makundi yetu kuhakikisha kwamba tunaisupport Simba yetu. Kwa hiyo naamini kabisa lile ni eneo ambalo ni zuri, na sisi kama wana Simba tutaitikia kwa wingi zaidi, na hatuhitaji tupige kelele kama baadhi ya watu wengine wakitaka mambo yao basi waanze kutishiana, sijui waanze kwa sababu kuna watu sasa hivi wamekosa kabisa mazungumzo. Hivi sasa wanaharibiana wenyewe kwa wenyewe. Kuna mwingine anasema mara jezi zilizobaki ni feki kwa upande wao huko, mara sijui kuna nani kafanyeje, sijui. Haya yote sisi tunayatizama kama Tommy na Jerry. Unawajua wale mabwana wale mabwana ndio kitu ndicho kinachoendelea huko upande wa pili. Lakini sisi kama Simba kesho tunaenda kuhakikisha kwamba tunahakikisha kwanza kucheza bila mashabiki pale Benjamin Mkapa kwa timu yetu, hivyo ni vitu vya kawaida.
wao watakuja hapa Botswana. Sisi tunawajua. Mimi huaga napenda sana kuwajumuisha wote, kwa sababu pindi walipotoka pale walipata taarifa kwamba hiyo timu unaenda kucheza nayo huko kwao hawana mashabiki, wala mashabiki kule ni tanuru la moto Benjamin Mkapa kama unavyojua, na tumeona kabisa kuna chemistry ambayo timu yetu hivi sasa inayo. Kwa hiyo tunaamini kabisa hapa wanakuja kuchezea goli nyingi na tunapata matokeo kwa kishindo. Lakini jambo la sisi mashabiki kwenda katika Coco Beach pale kuhakikisha kwamba tunaenda kwa sababu pale sasa sio sasa kuisupport, pale tunaenda kwa ajili ya burudani, tukashuhudie pasi. Umeona bwana, yani sasa hivi ni kwamba kama kikitokea chochote furaha yetu inabidi tuende majini. Sasa yani namshauri Amidiari bwana, tuvae jezi na baadhi ya nguo ambazo zinaweza zikaogelea ama vipi? Yani iwe hivyo, kwa sababu ni burudani, siku ambayo ni siku ya raha, siku yani unaona leo hakuna shamla, hakuna watu, yani kama hakukufanyika kitu, kama hakuna kitu kinachoenda kufanyika. Maana ya kwamba Simba kesho utatuona namna jinsi, unaona ukumbi mzima hapa kuna watu wa Yanga kibao, lakini unaona jezi ya Yanga. Jezi ya Yanga ni moja afu haieleweki rangi. Lakini sisi tuko hapa wana ubaya season 2. Tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba kesho bwana yani ninapokuambia kesho goli la kwanza watu wanaruka kwenye bahari. Wakitoka yani itakuwa ni shamla shangwe na vigelegele. Wana Simba tujue kuyumba kwenye shughuli hizi. Sisi tunasema kwamba kwanza kwenye upande wa hamasa kuelekea jambo hili la kusupport Simba kwa ajili ya kuichangia fedha. Na hii ni sisi wana Simba wenyewe tumehitaji, na bila shaka ni waambie wanafamilia wote wa Simba kwamba hili ni jambo letu sote. Tuhakikisha kwamba tunaiunga Simba yetu mkono katika hali yote ile, machungu, majozi, tuwe tuna furaha ya kupitiliza, kwa sababu kuna wakati sasa hivi tunaenda kwenye furaha ya kupitiliza. Kwa sababu tunashuhudia Simba ikiwa kwenye klabu bingwa, Simba ikiwa kwenye ligi kuu, huku tayari tumekwisha jivunia pointi 3 na magoli 3. Tuna maana kwamba Simba yetu bado ina kitu ambacho inaenda kukifanya kwa ajili ya mashabiki na wanachama pia. Kwa hiyo tuendelee kuisupport Simba kwa hakika, kuichangia. Bwana, unajua hakuna kitu kizuri sana kama kuichangia klabu yetu. Kwa sababu klabu kama unapokuwa unaonesha namna ya kuichangia ama ya kuisupport, unakuwa na ujasiri wa kuzungumza, una ujasiri wa kusema chochote kwamba bana mimi kweli naumia kwa sababu hivi sasa wewe timu uichangii, ikipigwa ununui, ikipigwa harambee ya supu mapema tu na bakuli lako, kwenye uwanjani kuingia mara mpaka uvunje geti. Sisi sio watu wa namna hiyo. Sisi ni watu ambao tunalipa vingilio. Ikija kwenye jambo kama hili hapa ambalo CAF wameamua kutuletea ubaya season 2 na sisi tumeupokea, tunafanya hivyo. Kuchangia ni jambo la kawaida sana. Kwa hiyo niwaambie wana Simba na mashabiki wote wa michezo kwamba hili ni jambo letu, na ubaya season 2 kuhakikisha kwamba tunaichangia klabu yetu. Unyama mwingi.